makofi mengi. Haleluya. Haleluya kanisa. Amen. Tunasalimia tena katika jina la Yesu. Yesu ni mzuri sana. Tangu asubuhi tunalitaja jina lake hapa. Aliyekaa nyuma tusogee, ukiona kiti cha mbele yako sogea. Tumekaa nyuma sana. Watoto wazuri mjambo. Na nini mko vizuri? Mmekuja na ibada jioni. Hamjaenda kucheza mdodo. Safi sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana watoto wazuri. Sema amen. Wengine hawajaja. Mzee wa kanisa Simoni alikuwa kuu au ameshiba ile nani ya asubuhi. Ameshiba ile ibada ya asubuhi. Haleluya. Amen. Tunasalimu tena katika jina la Yesu. Kwanza kabisa mimi namshukuru mchungaji na Mungu mchungaji. Hao watu wanapambana sana. Hasa mama. Huyu mama huyu Mungu amkumbuke, amuongezee. Ndio maana Mungu mwanzo tulisema Mungu aliumba mwanaume kwanza, akafuata mwanamke. Mwanamke akamuumba baadaye, anasema si vema awe peke yake. Baada ya kutazama akaona mmoja huyu hatoshi, kazi ya Mungu haitaenda mbele. Haleluya. Nataka nikuelekeze kidogo. Mungu aliumbia sehemu gani huyu mwanadamu? Huyu ambaye ndio wewe sasa. Aliumbia hapa kanisani kwetu ndipo bustani ya Mungu hapa. Bustani ya Mungu maana yake ni ufalme wa Mungu, au bustani ya Edeni mnasema. Maana yake ni ufalme wa nani? Wa Mungu. Wakati Mungu amemaliza uumbaji wake, anasema bado huyu hajakamilika. Amempa majukumu, amempa sheria zake, amempa kila kitu. Maana aliyepewa sheria ya kutokula lile tunda alikuwa ni mwanaume, sio mwanamke. Mwanamke hakupewa sheria kwenye lile tunda. Anasema wewe mwanaume, wewe ili tunda usile, ukila tu hakika utakufa. Anamwambia mwanaume. Na ndio maana mwanamke alipokula lile tunda hakuna kitu kufanyika. Hakuna kitu tokea. Ila alipokula mwanaume ndipo shida ilipoingia. Sababu ya kula lile tunda mnaifahamu? Ni upendo, yani upendo. Mungu amemwambia umtunze mke wako, umpende mke wako. Kwa ule upendo yeye akajua kabisa kwamba nisipompenda mke wangu kwa kutopokea tunda hili, nitakuwa nimemkosea Mungu. Ila nikikataa, nitakuwa nimekataa maagizo ya Mungu. Kwa upendo kasababisha yeye akasema kadhambi katakuwa kadogo tu. Ili tunda tu mimi naomba msamaha kwa Mungu, lakini nikikataa kwa mke wangu maana yake nitakuwa nimekiuka upendo kwa mke wangu. Kumbe kilichofuata pale, huwezi kuamini, mpaka kitoto kwenye tumbo la mama yake kina laana. Kilikuwa na laana kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Ile dhambi ilivyokaa, nataka nikwambie, maana yake Mungu akaacha kumwamini tena mwanadamu. Biblia ndivyo inavyozungumza kwenye Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema Mungu akajuta kumuumba mwanadamu. Maana yake lengo la Mungu kumuumba huyu mtu ili amsujudie Mungu tu, lakini tukaona miungu mingine, tukaacha kumsujudia Mungu, tukaanza na miungu mingine. Mama mchungaji, Mungu akubariki mama. Unapambana wewe. Mchungaji asingeweza kufanya vitu kifanya. Asingeweza. Asingeingia jikoni. Mama ameingia jikoni. Mimi na mchungaji tumekaa sebuleni kucheza bao. Sio kama bao kadalipo, lakini haingii jikoni. Mwenye jukumu kubwa ni mama. Na ndio maana ukiona baba anafanikiwa, nyuma kuna mama. Bila mama hakuna lolote. Pale ambapo umekata tamaa, kienda kumbe kwa mke wako, muulize moja mbili tatu, nimepambana lakini nimefeli. Utasikia baba nongi, imbombo jili joje na jela. Yaani anarahisisha.
Anarahisisha, lakini akirahisisha ile atakao kuambia kafanye ndio hiyo unaenda kafanya. Mama wanatusaidia sana. Kuna wenzetu wanapenda sana wake zao kuliko sisi wa Kristo. Waislamu wanapenda sana wake zao. Wamempenda mke wake, wale watu wanapenda sana wake zao. Sisi tunaona kama vitu tu wa Kristo. Unajua mama, ngoja nikwambie alivyo. Mungu alivyomtengeneza mama, yani aliweka kila kitu kwake. Yaani kama ni gari ya diesel. Unajua gari ya diesel ukifungua kwenye injini kule kuna vitu vingi. Kuna vitu vingi. Ni mama alivyo. Yaani mama hata kama ni mjamzito wanadeka. Yaani anadeka nahisi kama amebeba gunia la misumari moja. Sio gunia la misumari, yule mtoto kule ndani. Kwanza kule ndani ya tumbo. Hakugusi, yani agusani na mama. Yuko kwenye mfuko wake unajitegemea. Na ule mfuko umekaa katikati. Alafu ule mfuko una maji. Kale katoto kameka katikati ya ile maji, kale katoto. Tena kale katoto kamepewa, kuna kitu kamefungwa ili kasizunguke kanapotaka kenyewe. Kazunguke vile Mungu anavyotaka. Na ndio maana katoto kakiwa kwenye tumbo la, yani ndani ya tumbo la mama mtoto analelewa 25% tu. Ila akitoka kwenye, utasikia miezi 9. Nimekubeba miezi 9 ni 25% tu. Lakini 75% mama anateseka kumlea mtoto wake akiwa nje. Sio ndani ya tumbo. Nje. 25% anateseka mama ndani, 25%. Zingine zote mama anaanza kuteseka mtoto kishazaliwa. Sikiliza niwaambie. Mtoto kishazaliwa anakuwa hana uwezo wa kuzalisha vile vinavyolinda mwili usishambuliwe na magonjwa. Hana uwezo. Mtoto aking'atwa na malaria, mtoto mdogo sana, anayetambua kwamba mtoto ana malaria ni mama. Anatambuaje? Mtoto anaponyonya lile ziwa la mama, lile ziwa la mama linaenda, yale maziwa yanaenda kukumbusha kwenye mfumo wa mama kwamba mtoto ana malaria. Kwa anaponyonya lile ziwa, yale maziwa yanaenda na dawa ya kumtibu yule mtoto. Alafu hao watu wanalindana wawili. Mtoto anamlinda mama, mama anamlinda mtoto. Mtoto anamlinda mama 60%. 60%. Wamama wengi ambao hawanyonyeshi watoto wana asilimia nyingi za kuambukizwa ule ugonjwa unaitwa kansa ya titi tunasema. Usipomnyonyesha mwanao, maana yake unataka matatizo hayo. Na wengi waliokutana matatizo ni wale wavivu kunyonyesha. Unapomnyonyesha mtoto wako, kwanza unasababisha mifupa yake iungane. Mtoto akiwa kwenye tumbo la mama anakuwa na mifupa 270. Mifupa 270. Kale katoto kanakuwa flexible ili iwe rahisi kuzaliwa. Akishazaliwa tu yule mtoto, ziwa la mama linaanza kwa sababu ya kuunganisha ile mifupa ilikuwa vipande. Baadaye, baada ya miaka miwili unapima yule mtoto mifupa yake kwa hesabu, unakuta imebaki mifupa 205. Mifupa 65 imeenda wapi? Ziwa la mama lina faida sana kwa mtoto, na ndio maana mtoto usinyonyeshe maziwa ya ng'ombe. Ya ng'ombe iwe dharura tu. Lakini ziwa la mama lina kila kitu. Ni somo refu sana, tuachane nao. Kwa mama wanadeka wakina mama hawa. Wamama bwana. Siku unasema huyu mama nataka niwahi nyumbani kwa mke wangu. Ukifika nyumbani anasema leo mume wangu leo hajapita kwa wapenzi wangu. Yaani mama huyu anaacha kufurahi mimi nimewahi kurudi nyumbani, anasema leo hajapita kwa wapenzi wangu. Mama huyu umewahi, kesho umechelewa kurudi nyumbani, anasema leo hujapitia kwa wapenzi wangu. Yaani ni huyu mmoja, leo hujapita kwa wapenzi wangu. Unataka umtoe out, unampeleka out ukale naye bata, utasikia nikunako kujana na wapenzi wako. Sasa wewe tukusaidie nini? Biblia inasema tuishi nao kwa akili. Tunawategemea sana wakina mama. Yaani hakuna mwanadamu hajapita kwenye tumbo la mama. Hayupo. Mama anatakiwa kuheshimiwa sana. Ndio maana fahamu zao zinahama. Kesho yuko hivi, kesho kuto yuko hivi. Kumbe ukimvumilia unakuwa sawa sawa. Ningekuja na mke wangu, bahati mbaya na yuko hivyo. Yuko shepu yake imeharibika.
Kwa hiyo tunamwacha kwanza kulingana na hali, hawezi kutembea mbali mrefu. Haleluya. Yuko hivyo. Kwa hiyo unamjali kwa nini? Wanaojifungua kabla ya miezi kwa sababu ya kelele za baba. Mama akiwa mjamzito unatakiwa utulie. Yaani utulie. Hatakacho kitamka wewe tulia tu. Uwe mpole. Miezi 7 sio miezi ya kujifungua mama. Kelele za ndani zile hazijawa nzuri. Mtoto haliziki kwenye tumbo la mama. Haliziki na mama haliziki vile vile. Unajua mtoto unapoingia kwenye tumbo la mama, kwanza mfumo wa mama wa kwanza unakufa. Unaanza kujijenga mfumo mwingine wa kuishi na watu wawili. Ndio maana mama mjamzito tripu za uwani zinakuwa nyingi. Yaani akikimbia unakuta tena amerudi ndani sekunde chache amerudi tena. Kumbe muda alioenda ulikuwa wake. Ila bado wa mtoto. Wamama mimi nawakubali sana. Ndio maana mimi nasema kila siku mwanadamu huyu mfumo wa maisha unabadilika. Walianza na usafiri huu, ukafuata usafiri huu, lakini usafiri ambao ni mama mpaka leo, tangu misingi ya ulimwengu, mwanadamu hajachoka, mama hajachoka kumbeba kwenye mgongo wake. Haleluya. Kwa nini mgongo mtoto yeye huwa habuniwi usafiri mwingine zaidi ya mgongo wa mama? Kwani mama ni mama. Mwanadamu bila mama hayupo. Tena wanaume ni waoga, hasa mimi. Mimi nisipokaa sawa, mke wangu hatujaelewana, nikitoka mlangoni narudi tena kwamba labda kuna namna atafanya, lakini unakuta hamna. Naenda kazini kukumu. Mtu mmoja anakaa anapita mke wake sehemu, vijana wanamsifia. Wewe mume wako yuko vizuri sana, kihubiri redioni kwenye TV tunafurahi sana. Yaani wewe uko, mwanamke akasema mimi ndio mwalimu wake. Watu wakasema wewe kivipi mwalimu wake wewe? Mimi ndio mwalimu wake. Hawakuamini wale watu kwamba sasa sikilizeni. Leo si Ijumaa, leo si kuna kipindi cha kwenye TV. Basi leo simfundishi vya kusema. Subiri. Mwenzangu. Ilifika kwenye kabla hajafika kwenye kipindi, baba amefika nyumbani, tayari anajiandaa kwenye kipindi, mama akachoma koti la baba. Makusudi kaunguza koti. Makusudi ambalo anatakiwa avae sasa limeunguzwa. Baba anaangalia koti lake limeunguzwa, baba amekasirika. Baba anaenda karibia kwa mama, anakuta mama yupo kuongea na simu. Baby, unajua mwanaume huyu ananichelewesha. Yaani mwanaume kweli. Yaani bwege. Naishi naye kwa sababu ya tutoto tunatokana. Tunakile kama moja soka kwake. Baba akachanganyikiwa mara mbili sasa. Sio koti tena, maana ule ufahamu umehama zaidi. Koti limeunguzwa, watu na koti likafa. Akaanza sasa, ina maana mke wangu ndio alivyo. Alafu muda unamsubiri kule. Hakuzungumza chochote kwa mke wake. Akaondoka kwenda kwenye kipindi. Kwenye kipindi kama alifanya chochote. Aliharibu. Asubuhi ilipofika, yule mama anaenda kwa wale watu, vipi alifundisha vizuri? Wakasema hamna kitu, tumeamini kwamba kweli wewe ni mwalimu wake. Kweli wewe ni mwalimu wake. Sikiliza nikwambie, anasababisha amani ndani ya nyumba sikutani. Kwanza kabisa ni baba. Baba ukiharibu, mwanamke anachochora. Mwanamke atapotea tu. Kuzalisha upendo ndani ya nyumba unaanza na baba. Mwanamke ni msaidizi. Haleluya. Ndio maana anasema kaona si vema wa peke yake. Wapi? Sasa wakati Mungu anamteua Adamu, tunasema Adamu alikuwa mwanadamu wa kwanza kuzaliwa. Wewe, hapana. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuzaliwa. Wala sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Tulizaliwa wote, tuliumbwa wote. Siku hiyo moja. Nataka nikufafanulie kitu sasa. Kwa nini Adamu sio mwanadamu wa kwanza? Na kwa nini tulikarihishwa kwamba Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa? Leo tuondoka na somo lingine hapo. Sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Mwanadamu wa kwanza kuumbwa sio Adamu. Tuliumbwa wote. Kumbe Biblia inasema aliumba mwanaume na mwanamke. Duniani kuna jinsia ngapi? 2. Ndio hizo. Alimuumba mwanaume na mwanamke. Unataka mseme aliwaumba wanawake na wanaume? Ile inajumuisha. Ni sawa na Kiingereza ukakutana na kundi la watu. Unawanyoshia mkono unasemeje? Kusema ninyi. Kiingereza kina wengi, ninyi. Mnasemeje kwa Kiingereza? You sina pointi kama moja. Yaani inajumuisha tu moja you. Hivyo. Mwanaume na mwanamke. Wanaume na wanawake tulikuwa wote. Kivipi?
ni mwanadamu wa kwanza kuzaliwa kiroho, sio kimwili, kiroho. Yaani Mungu ndio anaanza sasa, amemaliza kazi yake sasa ya kumuumba huyu mwanadamu. Sasa mwanadamu asiishishi tu, nafanyaje ili huyu mtu aishi kwa kanuni zangu na sheria zangu? Akamteua Adamu sasa, kwamba Adamu, wewe nimekuchagua wewe uwe kiongozi wa mwanadamu yoyote, ili mwanadamu yoyote afuate sheria yangu kupitia wewe. Kama leo hii mchungaji wetu ni Adamu wa 7, Mungu amemteua mchungaji wetu Karama, yeye ndiye ajenge ufalme wa Mungu, azijenge mbingu mpya na nchi mpya. Adamu alikuwa ni mwanadamu wa kujenga mbingu na nchi. Mchungaji wetu ni mjenzi wa mbingu mpya na nchi mpya. Biblia inasema kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita. Nataka turudi nyuma, Mwanzo 1:1. Hapo pazingatie, tunasoma sana. Kwanza haina haja ya kupafungua, haina haja ya kupafungua, lakini hujui maana yake. Haujui nini maana ya neno hilo. Baba unakaa, njoo hapa, njoo nione nakuona. Kaa hapa, mzee wa kanisa mtarajiwa. Alafu huyu ana kazi ngumu. Ninyi akina mama mkipita kwenye huko mnapopita pita, ukikutana t-shirt ya shilingi 2,000 nunua. Ni kiungo cha kanisa huyu. Yaani huyu, mimi nilikuwa napiga magitaa. Kwa kinanda hapa ningeonyesha na utundu wangu. Napiga vyote, mimi nilikuwa napiga vyombo vyote vya muziki. Wapiga vyombo vya muziki, sio kashangaa amevaa suruali na kiraka. Hatutafuti pesa, tunawaza kanisa nifanye kipi ya ndani ya kanisa. Kwa wewe ambaye unaona huyu usimtazame vibaya. Ni kiungo cha kanisa huyu mtu. Akiminya switch pale hakuna kwa itaendelea kwa hiyo. Anafaa sana huyu. Baba unafaa sana. Mungu akubariki. Uwe hivi hivi. Hata kama hawakuoni, lakini wewe sema Mungu, mimi nakutazama. Hiyo ndio sio. Hiyo ndio. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nataka nikufundishe kwa upya. Mbingu na nchi. Aliziumba mbingu na nchi. Sasa tunaanza. Panazungumza mbingu na nchi ni wingi. Aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:1. Ufunuo 21 mstari wa kwanza inasema, kisha nikaona mbingu na nchi vimekwisha. Ufunuo 21 mstari wa kwanza anasema, kisha nikaona mbingu na nchi mpya. Mbingu na nchi, kisha nikaziona mbingu na nchi. Anasema kwa maana mbingu za kwanza, tunarudi kule, Mungu aliziumba mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita. Hapana bahati tena, tunarudi tena nyuma. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Leo Jumapili tunamtangaza Mungu. Mbingu ni nini na nchi ni nini? Hicho ni cha kwanza. Asubuhi nimekupa kodi moja, nimesema Mungu ni nani? Mungu ni muumbaji. Mungu sio roho kama unavyozungumza, ila utendaji wake kazi, anafanya kazi katika roho. Anachagua mtu ili amwingie huyo, alafu ile roho ifanyike mwili, afanye kazi na sisi. Mbingu na nchi Mungu aliziumba. Leo Jumapili kuna watu wanamtangaza Yesu. Pale ni kwetu, na sisi kwetu hapo tunamtangaza Yesu. Mbingu ni Mungu mwenyewe. Nchi ni waumini. Yaani nchi ni wewe ambaye unalisikiza neno la Mungu na kulitii na kulitenda. Wewe ndio nchi. Kwa kama haukuzijua mbingu na nchi, leo nakufundisha kiroho mbingu na nchi. Mbingu ni Mungu na nchi ni washirika, ni waumini wanaolisikiza neno la Mungu na kulifanyia kazi na kulitendea kazi. Hao ndio nchi. Hao ndio nchi wanaolisikiliza neno la Mungu na kulitendea kazi na kulitii. Hao ndio nchi. Mbingu ni Mungu. Sasa Mungu ni roho. Aya, ile roho inafanyaje kazi na nchi? Lazima iingie kwa mtu. Anateua mtu mmoja, na ile roho ikateua ndani kwamba mimi Mungu sasa ndio mbingu zenyewe, alafu na nyinyi ndio nchi. Kwa mbingu na nchi ni watu, ni washirika na wachungaji. Maana yake ni hii, maana yake Mungu anapita na wakati, maana yeye alikuweko, yeye yupo, yeye ataendelea kuwa. Lakini kwa nini anasema mbingu na nchi zinapita wakati yeye ni mbingu? Hawezi kupita. Kwa kumbe mbingu ni wachungaji. Wachungaji wana muda. Leo hii kama mtu amemdharau mchungaji, ipo siku atatamani hata kidogo tu amsikilize, lakini hawezi kupita. Hawezi kupita.
Ukienda kuwapima wachungaji mioyo yao, hospitali wana matatizo makubwa, wanaugua kwa sababu ya kelele hizi. Hizi kelele ukizikataa inageuka kwa laana kwenye maisha yao. Waheshimu wachungaji, mheshimu mama mchungaji. Ni Mungu mwenyewe anayeperform na wewe live, anayetenda kazi na wewe moja kwa moja. Kwa Mungu tukitazama mbinguni, mbinguni ni kule, mbinguni ni hapa. Ni hapa. Mbingu maana yake ni ufalme wa ndani ya ufalme wa Mungu. Yaani ni Mungu mwenyewe. Na ni Mungu ni nani? Kwa sababu Mungu roho ameingia kwa mtu ili afanye kazi na sisi. Tunatangazia na kuleta mchanga kanisa. Ni Mungu anasema tulete mchanga wa kanisa. Lakini nani amezungumza? Ni mchungaji. Kwa sababu ni mtu amesema unamchukulia kwa kawaida tu. Kweli tunalala na kitanda kimoja tukienda kwenye huduma. Tunakula sahani moja tukienda kwenye huduma. Lakini una neema uliyopata nafasi ya kukaa na mchungaji wako. Una bahati. Zamani ilikuwa ni marufuku kukaa na wachungaji, ilikuwa ni marufuku. Kwanza kukutana na mchungaji ni marufuku zamani. Lakini Yesu alikuja kuweka usawa kwamba sisi wote kama tukikaa nao mbali itakuwaje? Biblia inasema kwa wale wanaoshika sheria za kueleza kina Musa, sheria za kule zamani, mpaka leo unaishi na sheria 10 za amri 10 za jamani. Huko toka, njoo sasa, njoo ufuate sheria ya Kristo. Yesu anasema sheria yake ni upendo. Sheria ya mwanadamu ni upendo. Upendo unazidi zile amri 10. Amri 10 ni kitu kidogo sana kuliko neno upendo. Upendo huwezi ukazini na mtoto wa jirani yako. Kwa sababu una upendo. Huwezi ukaharibu masomo ya kibinti wa mtu kwa sababu una upendo. Lakini ukikosa upendo, hufai. Tena usio ufai kuishi dunia. Yaani mpaka duniani hufai. Hufai. Hey, akija rafiki yako kwako akakuletea habari za mtu mwingine, mbaya za mtu mwingine, na wewe unazipokea, mjinga namba 1 ni aliyezipokea. Kwa sababu aliyeleta taarifa mbaya za mwingine, huyu tunamwita mjumbe wa shetani aliyetumwa na Mungu ili wewe udhibiwe. Una Mungu kweli? Umesimama kweli? Halo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Pametanga, pamesema dunia. Dunia ipo hapo. Dunia Mungu hajaiumba. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia haijaumba. Dunia imetoka wapi? Dunia ni nini? Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Yesu. Wale ndio dunia. Na sababu hapo nielewe kwa nini nasema dunia. Baba usisinzie. Baba nakuomba jioni ya leo usisinzie. Wenda tusionane tena baba. Wewe. Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa nani? Kristo. Nchi ni ulimwengu wa watu waliomkubali Kristo. Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa nani? Kristo. Tuelewane. Nikisema hivyo basi utanielewa. Ninaposema Adamu sio mwanadamu wa kwanza. Utanielewa. Tuanzie hapa kwa mawazo yako. Nataka nipite na mawazo yako. Wewe mwalimu, nataka nipite na mawazo yako. Mwanadamu ni wa kwanza kuzaliwa. Hivyo kwa kufikiria. Tuseme ni mwanadamu wa kwanza kuzaliwa. Wow. Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa mtoto mwanaume kutoka kwa Bwana. Naye aliitwa nani? Nani alikuwa anaitwa hivyo? Kaini. Duniani pamekuwa na watu wangapi? Watatu. Baba, mama na mtoto. Duniani pamekuwa na watu watatu. Mstari wa pili, Mwanzo 4:2. Nasema Mungu akamwongeza tena mtoto mwingine wa pili. Naye aliitwa Habili. Wamekuwa wangapi duniani? Huyu mmoja ameua ndugu yake. Duniani wamebaki wangapi? Watatu. Kwa hesabu yako, sio yangu, bibi yako. Wamebaki watatu duniani. Mungu ameshuka kwa Kaini. Umefanya nini Kaini? Kwa kosa ulilolifanya utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Tumesema dunia nini? Kaini tayari amesharudi dunia, ameua mtu ndugu yake.
ameshakuwa Misri, ameshakuwa dunia. Ameua ndugu yake Kaini, agogirunka Mungu wake, tayari ameharibika kwenye mfumo wa kimungu, hayumo tena. Tayari Mungu anamwambia utakuwa kutangatanga duniani kote. Maana yake unaenda kwa wenzie, kwa kundi ambalo limemkataa nani? Mungu. Likakataa Mungu. Adhabu hiyo nipa ni ngumu, ni kubwa. Hebu legeza kidogo, nipunguzie kidogo hiyo adhabu hiyo. Mungu akasema okay, nitakupaka alama kwenye paji la uso wako, ili mwanadamu yoyote atakayejitokeza akuzuru, nitampa adhabu mara 7. Narudia tena. Kaini, kwa kosa ulilolifanya utakuwa kutangatanga duniani kote. Dunia tumesema ni upale wa watu waliomkataa Mungu, waliolikataa. Akakataa bado kurudi. Mungu anamwambia kwa kosa ulilolifanya, basi haina shida, nitakupaka alama, nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili mtu, jamani, ili mtu anayezungumzwa hapa ni baba na mama. Na ile dunia nasema utakuwa kutangatanga duniani kote, ni baba na mama. Tunasema wabaki wangapi? 3. Anasema utakuwa kutangatanga duniani kote. Nyumbani hapo pamebakia na baba na mama. Anasema duniani kote, tumesema dunia ni watu, unielewe. Alafu Mungu huyu anasema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili mtu yoyote, mtu yoyote atakayejitokeza akuzuru, nitampa adhabu mara 7. Mtu ni baba na mama. Hapo bado aligoma kurudi kijijini kwa kosa lilifanya. Anaelewana na Mungu, aligoma kurudi kule. Basi ikabidi atoke hapo aende nchi ya Nodi. Sikiza nikwambie, tumesema nchi ni ulimwengu wa watu waliomjua Kristo. Aende nchi ya Nodi, akajitwalie mke huko. Huyo mke huko ni mtoto wa Adamu. Bwana msemi kwa sio mtoto wa Adamu kumbe. Bwana tunasema Adamu ni mtoto wa Adamu wa kwanza kuzaliwa. Aende nchi maana yake ametu tayari, Mungu amemsamehe. Anaenda nchi ya Nodi. Nchi tumesema ni ulimwengu wa watu waliolikubali neno. Huko alikoenda akajipata mke huko, na yule mke akazaa mtoto, na mtoto wao wa kwanza aliitwa nani? Tayari ufalme wa Mungu unajengwa. Aliitwa nani? Huko nchi ya Nodi. Mtoto wao wa kwanza aliitwa nani? Enoko. Hamusomi Enoko. Na sio Enoko aliyenyakuliwa na Mungu, usichanganye mafaili. Enoko aliyenyakuliwa na Mungu bado kabisa hajazaliwa, ni vizazi vya mbele kabisa. Huyu Enoko mwingine kabisa. Kwa hiyo mtoto aliyekuwa anaitwa Enoko akautengeneza mpaka ule mti akauita Enoko. Kawa akamjikata mpaka akaita Enoko, jina la Mungu. Utumishi, yani kazi ya Mungu inaanza kwa Kaini. Sikiza nikwambie, kuna makosa tunayofanya sana. Kaini Mungu alimwandaa hivi kama alivyomwandaa yule aliyemuuza Yesu. Ni nani? Yule ilikuwa ni karama yake, ile ni karama ya huyu amuuze Yesu. Japokuwa kuna mtu atataka kuharibu pale, akasema wakati wamempelekea Yesu yule kiongozi, akasema mke wake akasema, baba, usithubutu kumuua huyu mtu, usithubutu, hana hatia, na nimeota ndoto mbaya juu ya mtu huyu. Mke wa kiongozi mkuu anasema nimeota ndoto mbaya, usimuue. Yule mama hataka kuharibu Yesu asife. Yesu asingekufa tungekuwa sisi. Dhambi ya Adamu ilikuwa mbaya, yaani msamaha wake ilikuwa ni damu ya mtu imwagike, na ndio maana damu ya mnyama ilishindikana. Wakati Mungu anawatoa wana wa Israeli kule, akasema chinjeni kondoo, alafu ile damu pakeni kwenye mimo yao. Yaani Mungu anafanya mchakato wa kumrudisha tena huyo mwanadamu, lakini bado damu ya mnyama ikusaidia. Lengo la Mungu ni yaani kuwafuta kwenye akili yao ile mifumo ya Kimisri. Miaka 430 sio mchezo. Sio mchezo miaka 430. Kwa ile mifumo ya miaka 430 ingeendelea kutusumbua huku Israeli, huku kanisani, huku kwetu ingeendelea kutusumbua ile mifumo ya Kimisri. Lakini
lakini bado walitoka na mizimu ya Kimisri. Damu haikusaidia ya mnyama, waliendelea kutumia mpaka leo. Michungaji anatumia maji, viambatanishi, maji, mikate, chumvi za upako, chumvi vya kijinga. Hiyo ni miungu ya Kimisri, ni uchafu huu. Ni damu ya Yesu peke yake, ni damu ya Yesu peke yake inayosafisha, inayoweza kufuta dhambi yako kabisa. Ni damu ya Yesu peke yake. Yeye mwanadamu huyu anateseka limwili, linampeleka linavyotaka lenyewe. Watu wamekuja na vitu vya ajabu, miungu ya Kimisri. Ipo siku ndakuja nikutajia miungu ya Kimisri. Kila mungu na jina lake, na ile miungu ilikuwa inaiabudu vipi na ilikuwa inawajibu vipi. Ipo siku, muda wa Mungu. Mimi nitakiwa semina ya wiki zima. Leo nimekupa somo la wiki zima, lakini hutalielewa na ukaruka sana. Nikasema nitiririke mpaka ulielewe. Tutoke na pointi ili tusiendelee na mbaya ndani ya kanisa. Kama nilivyosema, akiokoka mgeni anaanza kufuata tabia zetu, kwamba wao kumbe walokole tabia zao ndio hizi. Je, ndio hizo kweli? Ndio maisha yanayompendeza Mungu haya? Na yeye anapofuata maisha yetu atakuwa mbaya maradufu. Kama wewe mbaya, atakuwa mbaya maradufu, atakuzidi wewe. Ndivyo Biblia inasema. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia imetoka wapi? Haijaumbwa na Mungu. Dunia imetengenezwa na mwanadamu. Mwanadamu yupi? Ana ufalme wa Mungu mbingu na nchi. Kumbe ndani ya mbingu na nchi pale ndio patakatifu. Pale palianza na mtu huyu. Anamuita mtu wa pili. Sikiliza. Mchungaji unamuonaje wewe? Utasikia yaani amepoa, anazungumzaga yale. Alafu hii nalo lina support. Na umeona kweli tayari hawa wawili wamegeuka kwa dunia. Ndio wametengeneza dunia. Kwa dunia imetengenezwa na usaliti. Usaliti umesababisha uharibifu. Katikati ya uharibifu Mungu ameleta wokovu. Haleluya. Kanisani sio sehemu ya kukemea dhambi. Dhambi tulikemeana huko. Hapa ni sehemu penye furaha. Hapa ni sehemu pa kusimulia habari njema za ufalme wa Kristo. Lakini hapa dhambi ziko. Mizinzi inaendelea, michawi inaendelea, kila yani pamekuwa majificho. Lakini sio kanisa letu hili. Haleluya. Wewe hauko hivyo. Yaani huwezi kuwa mchawi ukawa huko hapa. Mimi naandika hivyo. Haiwezi. Kama makanisa mengine. Sio hapa. Tena mchungaji, hii michawi inapofanya vile ni kwa Mungu. Wanapoingia akiingia mchawi hapo tutachagua uongozi tu. Utamchagua tu uongozi. Utampa tu cheo muhimu. Na hicho cheo ukimchagua, ukimpa cheo hicho, shetani anasema safi. Sasa hapa kanisa limekwisha. Limekwisha. Sikiza, kiongozi yoyote, nimegusa kidogo asubuhi. Nimesema hivi, kiongozi yoyote akitamka neno lolote ni amina. Je, hilo analotamka linatokana na Mungu? Ukisema amina, kumbe inabidi ulipengue, ucheki ili neno nilipokea au halifai. Lichekeche kwanza. Chekecheo unayo, husomi neno la Mungu. Chekeche ni neno la Mungu. Hauna neno la Mungu mwenzangu. Unashindaje? Unasema kitapinga Kristo mimi nitashinda tu. Utashinda, umeshapigwa. Ndio unapigwa. Yaani hapa kuna mashindano mawili. Mchungaji anakupiga chapa ya Kristo, ambalo ni neno la kweli la Mungu. Lakini huyo ameingia kwa siku na anakupiga chapa ya shetani, ambalo ni neno la shetani na uongo. Kisha nikaona roho tatu chafu, tena chafu kama vyura. Roho ya kwanza inatoka kwa nani? Kidogo. Hamna ubawa. Hapa hamna ubawa. Njoo ushike karatasi. Hapa hamna ubawa. Nataka nionyeshe mfano mmoja mdogo sana, ili pepo na nabii wa uongo ndani ya kanisa anaingilia wapi. Mimi siwezi kuacha haya yanaendelea, alafu kanisa la kaka mimi. Na najua kaka kwa namna alivyopambana na Yesu wake, na mama akiwa nyuma yake. Amepambana sana. Yote hiyo wewe uende mbinguni. Kwa nini moyo wako unakuwa mgumu? Shida iko hapa. Anza kuonyesha wale wanabao. Hii hapa, rudi nyuma hapa, utaona wote. Umeona hili ni kanisa. Huu ni mchoro tu wa kawaida, lakini ungekuwa na ubao
ningesema nipeni chake, ningechora haraka. Mimi ni mwalimu, napenda kufundisha. Sawa, usijue mbinu. Shetani anaingilia wapi ndani ya kanisa? Anaingilia wapi? Sema nenda kuhubiri, nikasema tumegundua huyu shetani anawatoa wana wa Mungu kuwapeleka kanisa. Jioni wote anawaundua, hawakufika. Jioni hawakufika. Sasa tayari unaanza kugundua wamo, ila wamejificha. Halo. Kutimia kwa unabii katika ufunuo. Unielewe sana. Haya ni mafunuo ya kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kinapea na vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza kabisa ni Mwanzo. Kitabu cha pili ni Danieli. Kitabu cha tatu ni Ufunuo. Hivi vitabu vitatu vya msingi na ni vya muhimu sana kuvisoma. Kitabu cha Ufunuo kinahusu maisha halisi ya mwanadamu ya uzima wa milele. Hapo ndipo pana vita sana. Na ndio maana Mungu sasa ameona patakatifu hapa. Ameona kanisani kwetu hapa patakatifu pameharibika. Anasema enyi watu wangu. Enyi watu wangu. Ufunuo sura ya 18. Andika. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Anasema enyi watu wangu, tokeni Babeli. Kanisa letu limekuwa Babeli. Ilikuwa ni miji ya kuishi watakatifu. Imekuwa Babeli kanisa letu. Enyi watu wangu, tokeni Babeli. Hey, tutoke Babeli. Enyi watu wangu, tokeni Babeli. Msishiriki dhambi zake, msije mkashiriki mapigo yake. Kimbilieni mlima wa wokovu. Haleluya. Kimbilieni mlima wa wokovu. Enyi watu wangu, tokeni Babeli. Mwanadamu huyu ambaye kila anachokifanya kimefikia. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Mungu amekasirika, patakatifu pamechafuka, pameharibika. Alianza msaliti amesababisha uharibifu, patakatifu pameharibika. Sasa Mungu ameshuka ili afute kila kitu. Afute wote. Afute. Mungu alivyofika hapa anakuta kuna masalia. Kuna watu wawili wanataja jina langu la kweli, waaminifu wawili. Biblia inasema Mungu akagairi akarudi nyuma. Siwezi kuangamiza. Wakasababisha hawa wawili hata kundi zima yaani Mungu airishe, akarudi nyuma. Akatoa option kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Akatoa kaujumbe hapo. Kanasema enyi watu wangu. Kwa mwanadamu huyu aliye sasa yupo kwenye nyakati za kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 4. Hiki kitabu bado vitabu 4 tu. Biblia ifunikwe. Dunia ijae giza. Hata kwepo mtu kumtetea mwingine tena. Bado vitabu 4 tu. Ufunuo sura ya 19, 20, 21 na 22. Hakutakuwa kusoma Biblia tena. Tuko hapo. Yaani mwanadamu yuko hapo. Hebu nikuulize. Vitabu 4 ni nini? Maana Mungu anasema hawai wala hachelewi. Ukisema 1, yeye anasema 1000. Ukisema 6, anasema 6000. Ukisema 6000, anasema 6. Huyu Mungu. Huyu Mungu ni hatari. Yaani Mungu amenikomboa mimi Hezron leo. Mimi siwezi kengeuka tena. Sikutani. Siwezi kurudi nyuma tena. Nini ambacho kisababishe ni ukose ufalme wa Mungu? Yaani ndani ya Kristo raha naiona. Yaani naona kabisa kwamba na enjoy ndani ya Kristo. Sio yule Yesu. Lakini kuna watu wametunza mabaya yako kwenye mioyo yao. Kumbe Mungu alikusamehe siku nyingi. Kuna watu wanakuchukia huko. Kuna watu ukifanya vizuri anasema atafanyaje vizuri yule, ingetakiwa niwe mimi, sio yule. Yaani wanaumini ubinafsi. Jamani. Yesu ni mzuri kwa kweli. Anasema enyi watu wangu, tokeni Babeli. Kimbilieni mlima wa wokovu. Kimbilieni mlima Sayuni. Patakatifu pameharibika. Ndio hapa. Hata kama patakatifu pameharibika, tunafanyaje? Na huko mlima Sayuni ni wapi? Ndio shida nazo. Ni wapi mlima Sayuni? Ni wapi? Mlima Sayuni ni hapa. Mwanzo nimesema matendo yako huko. Ukibadilika huko, utatangaza Yesu wa kweli ndani ya kanisa letu. Matendo yako tunayataka. Haleluya. Sasa hapa ndio patakatifu. Patakatifu adui ameingia wapi?
nimesema kanisa haliruhusiwi kuchagua viongozi wa kanisa. Nimesema sadaka ni siri ya nani? Ya mtu na Mungu. Sadaka inatakiwa ajue mchungaji peke yake kwamba huyu ni mwaminifu, huyu sio mwaminifu, ni mchungaji tu. Peke yake. Kwa sababu ngoja niwaambie, watu wakitoa fungu la 10 hata kama mchungaji hayupo sasa hivi, huruhusiwi kufungua, huruhusiwi kuombea, huruhusiwi. Huruhusiwi. Ni mchungaji au mama mchungaji top. Na mama mchungaji kama mchungaji hayupo, naye aamulishwe na mchungaji mwenyewe. Mama upe, weka mkono juu. Mzee wa kanisa upe, weka mkono juu. Aombee yeye kule, wewe weka mkono juu. Ndio maana nimesema hawana takwimu kamili ya washirika wao. Mchungaji na washirika wangapi? Hawajuagi. Na mimi kwa darasa ndio na washirika wangapi waaminifu kwenye zaka. Yaani anayetoa zaka ndio anayehesabika kanisa. Ndio anayehesabiwa na Mungu kwamba huyu hakika ananitumikia kwenye zaka. Kwenye zaka. Kwenye zaka. Ndio maana nimesema ili msiibe. Maana ukiiba ni laana, mtoto wako itafeli form 4, itafeli darasa 7, itakuwa mijinga, itakuwa ieleweki, itatukanisha Yesu tunayemwabudu. Itakuwa. Sasa nasababisha. Wale kipa wapagani wana perform vizuri. Wale sio wanaokoka kama mtoto unafeli inakuwa nyuma na 33 na 32 ndizo tu. Kumbe ni zaka. Yaani siri ni kwenye zaka tu. Zaka inaondoa mikosi yote ya maisha. Zaka inaondoa mikosi yote ya familia. Zaka inaondoa mikosi yote ya ukoo wako. Maombi yako yatasikilizwa na Mungu kwa sababu ni mwaminifu kwenye zaka. Hata mchungaji ajue. Afadhali mchungaji atajua kidogo kwamba huyu mtu ni mwaminifu. Afadhali naye. Lakini sitoi siri kwa watu. Sitoi siri kwa watu. Una washirika wangapi? Utasikia washirika wako hana jibu. Utasikia waaminifu wako 30 ndipo tunapotaja huko. Wengine hawa tunaweza tukafika 60. Mtu mmoja akafanya takwimu kanisa lake akasema tuko miaka ngapi? Sisemi maana nikitaja idadi hiyo tutaanza kukisia namba hiyo kwamba ni wapi. Wakasema sasa sikiliza. Kwa idadi hiyo hapa jimboni utaleta kiasi hiki. Alijikoroga mwenzao. Alijikoroga wakashangaa muda wa kupeleka marejesho hayafiki. Wakaanza kumkunja, utuambie vizuri, nisema na washirika. Maana walipiga takwimu ya washirika 600. Washirika 500. Washirika 400. Washirika 300. Lakini isiwe hesabu ya washirika 300. Alirudi mwenyewe. Nilikosea. Nimekuja kurekebisha. Tuko 102. Je, tukihesabu tuko 102? Ni matusi. Wameita zaka imepita wawili. Hao wawili ndio waliopata mapato. Haijalishi umeweka shilingi ngapi, lakini weka kwa uaminifu. Weka ilinde familia yako. Yaani weka ikomboe familia yako. Komboa ndoa yako. Ndoa zinagombana, tunafarakana kila wakati. Mungu hayumo. Sadaka ni hiari lakini sio zaka. Ondoa mikosi ya ukoo wako kwa sababu ya zaka. Yaani nasema zaka na kutetea wewe. Zaka. Tuweke namba ya simu, kila mtu awe nayo pale. Tumbukiza humo. Ni siri yako wewe na Mungu wako. Tumbukiza humo tu. Tumbukiza humo. Siku na rekodi zinabaki kule. Mwisho wa siku za baba niwekee mkono sasa. Wiki hii au mwezi huu nimeingiza kiasi hiki baba hiki. Kwa uaminifu kabisa. Ndio kazi yao. Mkono wa mchungaji kwa mtu aliyetoa kwa uaminifu. Akasema Mungu mkumbuke. Mahindi yake asigungue. Hayatabungua. Ukiwekewa mkono na mchungaji unakuwa umewekewa na Mungu kabisa. Ila hatujui, tunamwona kama baba tu huyu wa siku zote. Hatuwezi barikiwa kama. Haleluya. Sasa sikiliza. Huyu ni nyoka. Hapa ni patakatifu. Huyu ni mnyama, ni mtu ambaye yuko nje ya kanisa. Alafu huyu tunaye kanisa ndio kiongozi. Huyu ni kiongozi. Ndio uko ndani ya kanisa. Hii namba 66 ndio anaopiga watu namba 66. Pa, wewe wa kwangu. Pa, wewe. Huyu mtu aliye ndani ya kanisa ana akili. Ana akili huyu. Yaani akizungumza kitu
kwanza na pesa. Pesa anazikuta wapi? Kumbe ni kusudi la shetani alipata kanisa. Shetani ana mawasiliano na huyu, na huyu anajua anamtumikia shetani. Sasa huyu amepewa kazi, huyu mnyama, ya kuwasiliana na watu ndani ya kanisa. Kwa ametuma mtu ajenti wa shetani ndani ya kanisa pasipo sisi kujua. Kwa sisi tunajua huyu ni mwenzetu, kumbe huyu matili kichwani, uwezo wa kuhubiri, uwezo wa kueleza, uwezo anaupata kwa huyu mnyama. Huyu hana ushirikiano na huyu, hana ushirikiano na shetani, ila ana ushirikiano na mnyama. Tumesema asubuhi kwamba maaskofu wa mikoa ni chesi. Sasa nataka nimalizia, ni chesi. Chesi inaitwa chesi kwa sababu chesi tuweke bao pamoja na zile nude, zile keti ndio linaitwa bao. Kwa ili iitwe chesi, imekaa kama bao. Kuna midoli wanaitembeza hivi, wale matajiri wamekaa huku, mwingine amekaa huku, wanaposukuma ile wale mamlaka ya kusukuma hii ndio wameitoa. Hii kete ndio maaskofu wa mikoa, na huyu anayecheza hiyo kete ni maaskofu wakuu ambao wakikushika kisogeza hapa huubishi. Sheria ya kanisa yetu ni hii. Ukitoka kwenye mifumo hiyo imekukata. Nataka nikwambie kitu. Rais, huyu askofu mkuu anaapishwa na rais. Tuelewane. Anapewa sheria za kuongoza nchi yake kupitia neno la Mungu na rais. Askofu mkuu. Lakini askofu wa mkoa hajui rais. Yeye anapewa sheria na askofu wake mkuu. Lakini askofu mkuu anapewa sheria na rais. Sasa huyu mwenye hilo bao pamoja na hizo kete pamoja na wanaocheza ni nani? Ndio rais mwenyewe, ndio mamlaka kuu yenyewe. Maana rais anasema taifa letu, wachungaji wote piteni hapa, ila msiingia hapa. Ina maana wao wana mamlaka kuliko sisi. Wameamua. Je, rais huyu anamtumikia Mungu? Usiseme hapo na hatujui kama anamtumikia Mungu au miungu mingine. Maana Biblia inasema kuna siku za mwisho watajitokeza makristo wengi. Je, sisi ni makristo au ni wakristo? Sisi ni wakristo, sio makristo. Makristo wao, sisi ni wakristo. Ili bao pamoja na kete na wanaocheza ni nani? Nataka niwaelekeze ni nani. Ni mamlaka kuu. Yule ambaye ndio shina na yule ambaye ndio chanzo, yule ambaye ndio mnyama mkuu. Maana Biblia inasema kisha nikaona mnyama. Ufunuo sura ya 13 mstari wa kwanza. Kisha nikaona mnyama. Huyu mnyama ana pembe 10, ana vichwa 7, alafu na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na vile vilemba ni maneno ya makufu. Ndio hawa sasa leo wanajiita Yesu, Makristo. Juzi kulikuwa na mkutano mmoja wa injili hapo. Makanisa yote hayakubaki na washirika, wote walikimbilia kule. Yule mtu sasa, yule na mwingine ametokana na Mungu. Kwa Mungu aliye ndani ya mchungaji wako humwamini. Inafika mahali sasa mchungaji atakuwa hivyo hivyo, maana ana hofu, hawezi kuongezeka, hawezi kukua. Maana wewe una mashaka naye, kwa yeye ana mashaka na wewe, hakuamini. Tengeneza mazingira ya mchungaji wako kuamini, aseme huyu hakika amekuwa, hata nikiitwa kule kanisa linaendelea sana. Haleluya. Kwa mnyama ndio aliyebeba zile pembe. Kwa zile pembe vile vichwa 7. Sasa vile vichwa 7, mnyama mkuu ni falme. Yaani ni falme. Lakini zile pembe ni wafalme. Alafu yale vile vichwa ni wafalme. Alafu zile pembe ni falme ndogo ndogo. Ni falme ndogo ndogo. Zote zinaamrishwa na ule mwili uliobeba vichwa 7 na zile pembe 10. Je, huyu kiwiliwili huyu ni nani? Ni nani? Ndio ambaye Biblia inasema hivi, watu wote watamsujudia. Wale ambao hawatamsujudia ni wale tu majina yao yatakuwa katika kitabu cha Musa. Leo hii tumeingizwa kwenye mifumo ya network, mifumo ya mitandao. Hata wachungaji wamo, wewe umo, watoto wamo, hata mimi nimo. Yoyote anayetumia simu, haijalishi ni smartphone, haijalishi ni ya button, yumo. Leo hii wewe ukisema simo,
wewe unaishi dunia gani? Maana wewe ukienda hotelini kuna wanakuambia keshi hatuchukui. Lipa kwenye M-Pesa, lipa kwenye lipa humu. Keshi hatuchukui. Tena hawachukui kwa sababu majambazi wanataka kuwanyang'anya. Kwa hiyo wanaona hela zikiwa kwenye system ndio zinakuwa salama. Haya, zipo kwenye system hela unazo. Mtoto wako ameumwa amelazwa mkoani pale. Mkoani wanasema keshi hatuchukui. Kalipe pale kwenye ATM. Wanakupa kadi ya dharura ukalipe pale au kalipe kwa njia ya simu. Unaenda kulipa network inazunguka. Na mtoto wako hatibiwi, mume wako hatatibiwa, na wewe hutatibiwa. Maana network imekoma. Network ni ya nani? Hello. Nataka kukutajia. Kuna namba zinaitwa www. Wewe mwenzangu, zile namba unazijua maana yake? Unazijua maana yake? Yaani kila mtu anazitumia hizo. Mifumo yote ya kinetwork yote yamekamata maisha ya mwanadamu. Haina shida. Mwanadamu huyu yoyote mwanadamu sasa hivi amerudishwa Misri ambapo tulitoka kwa gharama kubwa. Tumerudishwa Misri kwa njia ya upendo, kwa njia ya misaada. Nchi zinajitokeza kutoa misaada. Huku tunapata misaada. Kumbe kwenye misaada kule wanajua hatutalipa. Tukishinda kulipa wao wataingilia hapo. Tumekwisha. System. Hey, muda hautoshi. Siku tutakaa kikao kirefu kidogo. Tutaanza ngara Ijumaa. Nina vitu vingi. Kivipata hivyo nimeshinda. Ninaposhinda mimi wanakuja wachungaji wengi, wanakuja watu wengi, wanakuja kuchukua matili, wanakuja kuandaa vipindi vya kuhubiria, wanakuja kuuliza maswali. Mimi napenda maswali, uulize ndani ya somo au nje ya somo. Kuna vitabu vingi ambavyo nitakujibu kwa hoja ya Biblia. Maana kila kitu tunarudi kwenye Biblia. Inasema nini? Biblia inasemaje? Maana ukikuta mtu anakujibu kwa mawazo yake, nitajie kifungu. Mimi nitakutajia kwa kifungu. Kifungu fulani kinazungumza hivi. Ndio maana nataka maswali. Nilimwambia mchungaji nikija hapo waje na madaftari, waandae na maswali. Ndani ya somo na nje ya somo. Ili ninapotoka nijue tumeelewana. Hata siku nyingine nikijua mliponielewa, nitajua mtaniita tena. Jamani, mtaniita tena? Siwatishi. Mungu ite kitoro mihemko hiyo. Hiyo ni mihemko, maana mimi najua. Tukigeuka hivi tukimalizana hivi. Kampuni ya Nyoko. Kamsalimiage mama yako, sio Nyoko sio tusi. Mama Nyoko maana yake mama. Ukamsalimiage mama ya. Hivyo ndio imetoka situ tena. Wanaanza kuwapigia wa Mwanza ndio waje hapa. Wa Morogoro ndio wewe unao mumu. Tena wale tusikia tuma milioni 2 kwanza. Ya nini? Yaani mtu ameitwa kufanya, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wale wanasema tuma milioni 2 pia usiwalaumu. Wako mikononi mwa watu. Yaani watu ndio wanawadrive hao. Ukimpa hiyo milioni 2 anaibeba kama ilivyo, anaipeleka kwa bosi wake. Bosi hii hapa ndio ametu. Alafu akimaliza injili bosi anamwambia sawa, asante. Laki yako hii kawasalimie nyumbani. Kwa wale wanaoitwa kusema toa ile walitua kwenye mikono yao. Sasa ile mikono yao imetokana na nani? Na Mungu mwenyewe. Hapo ni swali. Hiyo ni homework yao. Haleluya. Ndio maana sitaki kukwambia huyu anayesimamia hii mamlaka anatoka wapi. Tumesema huyu joka anampa mamlaka huyu na nguvu. Alafu huyu anampa huyu. Alafu huyu ana uwezo mkubwa. Kwa neno kusema Bwana asifiwe. Sisi wote ni amen. Lakini nabii wa uongo. Ndio pale kwenye kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa 13 mpaka wa 14. Haleluya. Tena hiyo Ufunuo 13 mstari wa 4, wa 7 na wa 8 ukisoma Danieli pale anafafanulia wanyama. Wanyama ni nini? Nyama kinabii ni falme. Haleluya. Biblia ikisema upepo kinabii, upepo ni vita. Hiyo ni Yeremia 47:36. Haleluya. Kwa haya tunayozungumza, haya mchungaji ameona sasa kwamba kumbe ndani ya kanisa kuna adui. Anasema tutoke, maana huyu anawatoka kanisa na kurudisha bahari. Mchungaji anasema tutoke hapa. Ndio yeye anafunza kitabu cha hiki, tutoke Babeli, tokeni Babeli. Ufunuo 18 mstari wa 4. Na anawatoa hapa, anawakimbizia huko mlima Sayuni. Mlima Sayuni ni patakatifu. Ndio sehemu salama sasa. Ndio sehemu mtu akiokoka tunasema twende, tunampeleka makanisa patakatifu. Pameandika. Imesema matendo yako yamtangaze Mungu wa kweli. Nani na swali?
mic. Kuna kitu kina rekodi. Wewe mic. Hili somo kesho na post kwenye YouTube, kwenye YouTube. Sasa tuwezoni kutoka. Utaandika hapa kwetu Ngoria. Tutalipata YouTube kesho. Na asubuhi na jioni kesho na post YouTube. Haleluya. Kristo asifiwe. Amen. Ukisoma maandiko matakatifu ya Mungu katika Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Soma kwa mstari wa Amen. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika: haya ndiyo anenayo Mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosumbuliwa sana, na ajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi ya kwanza. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wambilie yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa na sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye watapata dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Swali langu, hili kanisa tunaona limekamilika, ila inaonekana kwamba inaingia mafundisho ya mwanamke anayejiita Yezebeli. Swali langu kwa kanisa la leo, Yezebeli ni nani? Ani hayo mafundisho ya Yezebeli ni nani? Haleluya. Hamuiti kimoja? Anasema Yezebeli. Na yeye mwenyewe amesoma pale, anasema Yezebeli na wiko wao. Amesoma. Lakini kama anaambiwa Yezebeli mwanamke kahaba. Hey. Mwanamke kahaba. Mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Sasa twende kwenye Mithali 6 mstari wa 27. Nasoma, wote soma nyumbani. Mithali 6:27. Unisikilize vizuri sana. Mithali sura ya 6 mstari wa 27. Biblia inasema hivi: je, unaweza ukachukua makaa ya moto ukazimia kifuani kwako usiku? Nataka ujibu. Aliyeshika maiki nataka ujibu. Je, unaweza ukachukua makaa ya moto ukazimia kifuani kwako usiugue? Mstari wa sura ya 6, Mithali sura ya 6 mstari wa 28 inasema hivi: je, unaweza ukazima makaa ya moto kwa kutumia miguu yako usiugue? 32 anasema azinie na mwanamke hana akili kabisa. Mwanamke ni yule Yezebeli anayezungumza pale, sio huyu tunayemtaja. Azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Usikilize vizuri hapo, utazipanga doti. Azinie na mwanamke hana akili kabisa. Mwanamke ni yule Yezebeli anayetoka, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi ya nani? Ya huyu mtu. Ndio maana neno dhambi haijaandikwa kwenye Biblia. Yaani uzinzi haujaandikwa kama ni neno dhambi kwenye Biblia. Yaani uzinzi ni zaidi ya neno dhambi. Yaani ni mbaya kuliko neno lenyewe dhambi. Ni mbaya mno. Na ndio maana tunasema wanawake wanaolea watoto wao kwa zinaa. Hili toto limelelewa kwa pesa ambazo mama alizipata kwa njia ya zinaa. Ni hatari sana. Sasa sikiliza, turudi kule. Nimesema unaweza ukazima makaa ya moto kupitia kutumia miguu yako usiugue? Hapana. Unaweza ukachukua makaa ya moto ukazima kifuani kwako? Hapana. 32 anasema azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Sasa turudi Mungu kwenye somo, kwenye sura lako hili. Yezebeli, mwanamke Yezebeli au mwanamke anayetangwa
ni mchungaji anayezungumza neno ambalo halitokana na Mungu. Akipewa mimba na huyo shetani, au akimpa mtu mimba, akimpa huyu shetani anampa Yezebeli material, alafu yanasababisha mimba. Hiyo mitoto atakayoizaa haijatokana na Mungu, imetokana na shetani. Mungu anamuita mtoto mmoja kati ya watoto wote ndani. Baba akamwita. Mfano sasa unazungumzia baba. Baba anamuita mtoto. Anasema, mwanangu, wewe sio mwanangu. Tena na wadogo zako wote sio watoto wangu. Mama yenu amewazaa kwa uzinzi na miungu mingine. Mtoto baba kweli. Yaani hapa kanisani tuko hapa kama roho au ile mbegu tuliozaliwa nayo sisi haijatokana na Mungu, lakini sisi tunafikiri tumetokana na Mungu. Mungu ameamua kushuka aseme hivi kwamba nyinyi sio, hamjatokana na mimi. Mama yenu nimemuoa, nimemweka madhabahuni, ndio mchungaji sasa, lakini anachepuka niabudu mimi. Wale watoto anaowazaa ndani ya kanisa hawatokani na mimi. Mungu anasema, yani baba anasema na mke wake, hawajatokana na mimi. Baba hamjachelewa. Sasa sikilizeni, geuke, mwacheni mama yenu, au kamshauri mama yenu aanze kuniabudu mimi. Sisi tumezaliwa kwa neno la Mungu, kwa mbegu ya neno la Mungu. Kwa sisi ni vitoto vya Mungu. Mungu ameweka mbegu kwa mchungaji wetu, alafu tumezaliwa sisi. Sisi hapa kama mchungaji ametuzaa mbegu haijatokana na Mungu, ni hatari sana. Ni hatari sana. Ila nimesema asubuhi kwamba mchungaji huyu namwamini ametoka mbali na Mungu wake sana. Hili kanisa sio kanisa la saizi yake kulingana na muda aliyoifanya kazi ya Mungu. Ina maana Mungu anayemtumikia ni hakika. Hili kanisa wakati linaanza mimi nilikuwepo. Nakumbuka lilianzia kabonde fulani hapo katikati. Nakumbuka hawa toka wameanza na ile imani mpaka leo wamesimama. Lakini kuna watu wakakengeuka, wengine wakaenda huku, wengine wakaenda. Unapotoka kwa Mungu wako, maana ni sawa na kukanyanga moto. Neno la Mungu au la uongo ni moto, itakuunguza. Ndio maana unaweza ukazima neno la Mungu, ukachukua moto ukazimia kifuani kwako. Maana unalichukua neno linalotoka na Mungu, alafu unakuja kuweka kwenye moyo wako. Halitakuacha sana. Miguu yako inakupenda, labda Mungu wako kwa mchungaji huyu, labda Mungu kwa mchungaji huyu, utaungua. Kwa neno ni moto, liwe na ukweli, liwe na uongo, ni moto. Mungu uliyemchagua wewe wa hapa, ili mradi umemwamini Mungu wa hapa, huyu ndiye Mungu atakaye kupeleka uzima wako. Kwa huyu Yezebeli maana ni roho au ni mwanamke ambaye amekengeuka. Mwanzo alikuwa mke sahihi, baadaye akakengeuka kaza kushiriki na wanaume wengine. Kwa wanaume wengine maana umemwacha mume wako ambaye ni Mungu wako, umeenda kwa mume mwingine au kwa shetani, kwa Mungu mwingine. Maana Biblia inasema wazi wazi, ulimwengu wote, Mungu wa ulimwengu wote ni shetani. Si ndio? Kwa sisi tumeokolewa kwa neema. Ni neema imetufanya tuwe sisi. Kwa mchungaji ndio Yezebeli huyu, na sisi wote ambao tuna kweli ya Kristo ndani ni wanawake. Nimesema hivi, twende tukatafute watu kule. Twende. Yule mtu utakayempata kule ni tunda lako. Tayari umemzaa wewe yule. Je, yule mtu utamlisha mbegu gani? Wewe umetokana na Mungu, maana yule pia atazaliwa. Mbegu tu. Mbovu ni mbegu itazaa. Mzuri ni mbegu itazaa. Kwani kila mti unaliwa, lakini kila mti, chanzo cha mti ni mbegu. Je, kuna miti mingine tunakula, mingine hatuli. Ndivyo hivyo. Kwa hiyo kuna mbegu na maana zingine haziliwi, zingine zinaliwa. Kwa sisi ni mbegu iliyo safi. Kila siku, hata leo kabla sijafunga, kabla sijaondoka hapa ningesema neno hili. Ningesema hivi, sisi tuliozaliwa kwa mbegu ya Mungu tuna sharti moja. La kwanza, kuendelea kula neno la Mungu. Yaani kula neno la Mungu, yaani kusoma Biblia.
La pili, kualika watu ndani ya ufalme. Ndio vitu vya msingi sana. Nimeelewa kidogo? Nimeelewa? Okay. Mungu awabariki sana. Mchungaji, Mungu akubariki sana. Na wapongeza kwa uzuri mlionao. Nyinyi ni naomba. Na wazee wote wa kanisa na ninawashukuru. Tumekula chakula kizuri. Najua umeshiriki. Na mimi nasema Mungu akukumbuke. Mungu akukumbuke sana mchungaji, Mungu akukumbuke. Ufike mbali, ili bonde lazima tuliteke lote. Atakayeliteka bonde sio mchungaji, msemaje mchungaji kazi. Sema Mungu umenipa kazi ya kufanya. Nataka nilete mtu hapo. Teua nini? Yaani tukiwa wewe peke yako useme mimi nitaleta mtu mmoja kwa mwezi au kwa miezi miwili. Nitaleta mtu hapo. Kama hatufikiri hivyo manake tunategemea mchungaji tutabakia hivi hivi. Tumejenga gohori kule pale kwa kanisa. Tutaka hivi. Hivi kitu kidogo kama kutoka kama yaani tutaka kipande kidogo kadogo. Kwa ile kanisa tumejenga hivi watu wote. Watu wote. Hello. Tutamkuseka baba. Lazima tumaapia sasa tutakaa kama tunduzi. Kwa mimi ninachokizungumza kwamba pale tumejenga kwa ajili ya watu wengine waongezeke. Hakukuwa na sababu. Tungesema tunatosha wenyewe, lakini kama sisi Mungu ametuita, tuna kazi ya kufanya. Kama Mungu hakuruhusu wewe ufe, maana tuna kazi ya kufanya. Na kazi ngumu kuliko zote, na kazi bora kuliko zote, kuwa na uchungu na mtu ambaye hamjui Mungu. Tamani yule ambaye hamjui Mungu awe kama sisi. Awe kama wewe. Haleluya. Nipo siku nitakuja nikuulize, nimewamaki sura zetu. Nitauliza, mwanangu wewe umeleta wangapi? Yaani nitatamani kama ni miezi misita imepita useme nimeleta wawili. Useme nimeleta watatu. Wewe ndio mwenye kazi. Tena tunawaletaje? Nenda chumbani kwako. Umemtamani mtu kule, mama fulani, natamani yule mama fulani yule. Tuanze kwa Mungu. Nenda chumbani kwako, sema Mungu, wewe ukawe sauti kwa yule mama. Usiende kichwa. Twende ibadani leo na kupita kwenda ibadani. Hata kuelewa. Mwambie Mungu wewe ukawe sauti kwa yule mama. Wewe ukawe sauti kwa kale kijana. Wewe ukawe sauti kwa yule kaka. Wewe ukawe sauti kwa rafiki yangu. Hakika kanisa letu litanawili. Kanisa letu patakuwa mlima Sayuni. Patakuwa mlima wa makimbilio. Mungu akubariki sana. Naomba niombe kidogo. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa kanisa lako hili zuri. Hakika nimeona upendo wao. Kweli wanakutumikia wewe hapa. Nimeona vijana wanaposemenika, wanavyocheza, wanacheza kwa ajili yako. Tazame baba huyu. Hawa watoto wanafanya vizuri kwa sababu yuko nyuma yao. Kupitia hawa, kupitia mama huyu, kupitia baba huyu, kanisa likafike mbali. Hii mbegu ambayo ni sisi washirika hapa, hii mbegu ambayo wewe umeweka ndani yake tuzaliwe sisi, ikaendelee kuchipua, ikaendelee kuota, ikaendelee kuzaa mbegu na mbegu na mbegu na matunda mbalimbali kwa jina la Yesu. Wakumbuke wakina mama wote wa mahali hapa na viongozi wote wa mahali hapa, watoto wao wakafanya vizuri mashuleni, maana walichokifanya leo mbele yangu ni sadaka kuhudhuria, kukaa eti wanisikilize mimi ni nani? Mimi ni nani? Maana mimi ni kama sauti ya tarumbeta. Ni sauti ya tarumbeta. Kama tarumbeta haijaunganishwa haiwezi ongea, lakini umeunganisha, mimi nikaongea, wewe ukawa sauti ya kusikiliza wao hapo na kutukuza na kuinua Jehova. Asante kwa upendo huu. Endelea kuwa na wishi, kuwa na wilisho. Endelea kuwapa maono zaidi. Wana vitu vingi vya kufanya. Washetani asivizuie vikaendelee kufanya ili eneo pakawe ushuhuda. Watu kutoka CCM, kutoka Nyina, kutoka Sistina, kutoka Ikuti, kutoka kote pande zote za dunia wakimbilia hapa pawe uponyaji hapa. Hii mamlaka uliweka kwa mchungaji inakwenda kujidhihirisha sasa. Leo tumejifunza kwamba kumbe wewe ni roho, lakini ufanye kazi rohoni, ila unafanya kazi na watu mwilini. Kwa ukachukua mwili wa mchungaji ili mwilini tupate baraka zetu. Asante kwa sababu tunakubariki mashamba yetu barabarani huko, kila pande tunapotafuta pesa zetu. Kwa sadaka hii ya mshirika huyu kuhudhuria ibada tu ni sadaka kubwa. Katubariki sote. Tena kanikumbuke na mimi pia napoondoka hapa kwenda. Mungu endelea kunipa maarifa zaidi ya kulitaka na kulisema.
Pigia Mungu tena makofi mengi. Pigia Yesu makofi mengi. Kuna pointi nilikuta sisi mbegu ya neno la Mungu ndio iliyotuzaa.